Wapenzi watazamaji, bonde la Ufa yaani Rift Valley imeweza kulipuka na wameingia upande wa Gachagua one term. Siku ya Jumatatu tarehe 23 Gachagua aliweza kufanya mkutano wa kusimama tu katika kaunti ya Bomet, na imeweza kubadilisha ama ule mkutano umeweza kubadilisha taswira ya Rift Valley. Kwa sababu William Ruto anaangalia TV. Tupatie ujumbe kutoka Bomet ya Kipsigis. Ako kwa hii kamera. Mwambie wewe Ruto, wewe Ruto, kabla hujaenda Sekuru kujenga barabara ya Kalonzo Musyoka, kuja hapa Bomet nyumbani ujenge barabara za nyumbani, si ndio? William Ruto wa Kipsigis wa Bomet wanakuambia kabla hujajenga stadium ya Mandera, kuja hapa nyumbani Bomet ujenge stadium ya Bomet. William Ruto hawa Kipsigis wakiwa Bomet wanakuambia ukidanganya Wakenya wengine, hapana danganya watu ya nyumbani. Hawa wa Kipsigis wameniambia nikuambie, ulipokuwa hapa ulisema ng'ombe usiulizwe, utalete wewe mwenyewe. Wanauliza sasa ni mwaka 4 unaendelea kwenda nyumbani. Hii ng'ombe ya Kipsigis ulisema utalete siku gani? Pia wamesema kuna daraja hapa imeua watu siku mingi. Hata kama utaki kusaidia wa Kipsigis kwa kazi nyingine, kuja haraka ujenge hii daraja ya hao watu ya Bomet, watoto waache kukufa. Tumemwambia tutamwambia. Tumekubaliana. Ni makosa gani wa Kipsigis wamefanya katika Jamhuri ya Kenya? Wanauawa kama kuku, wananyang'anywa mashamba yao. Sisi kama viongozi imefika wakati tuwatetee jamii ya Kipsigis, waache kuzuiliwa na serikali. Amen. Bomet hoye! Bomet hoye! Nataka tukubaliane. Tutatembea pamoja. Tutatembea pamoja. Acha nione watu ya one time. Hayo maneno machache tu ambayo Gachagua aliweza kuimbisha wana Bomet kwamba one term yakafanya wabunge, seneta na waliokuwa wabunge kulipuka na wao. Wakamzomea Rigathi Gachagua kwamba Rift Valley haimuhitaji. Today I am very happy. Rigathi Gachagua was at Bomet here. Of the things yenye aliwekea kwa shingo kama zawadi ni nderema. Instead of student ya Kikale amewekewa nderema. Sasa nderema has something. In college you say nderema yatkut. It means that wewe ni mtu wa kuongea ovyo ovyo au nanga bere. It exactly describes what Rigathi Gachagua is thing. They suffer from a pandemic called verbal diarrhea. And this is a very serious disease that cannot be treated by pastors or anybody, because it is a disease that we may pray, we may call on the pastors, but unless somebody is taken actually to Mathare for re-examination, that disease may not go away quickly. When Rigathi Gachagua tells us in a particular radio station that Kalenjins do not have a spokesperson, we just want to tell him that we have many leaders who can speak, but because we don't suffer from verbal diarrhea with you, we are measured in our words and our statements. That can never defend anybody's interest. So stop pretending as if you want to remind the president of the things that he promised us. We know what was promised. We know what has been done. We know what is pending. We know when it will be done. Stop pretending as if you can speak on our behalf. Nobody has appointed you. Kujifanya ati vile wewe unajua kutetea. Wewe unatetea nani na tunakujua? Mchana na usiku umekuwa ukizungumza maneno mabaya. Kwanza kuhusu jamii yetu. Kila wakati ukisimama unasema William Ruto sijui amepanga Kalenjins wafanye nini na nini. Leo unageuka unajifanya mtetezi wetu.
Kwenda huko na hiyo tumbo yako kubwa wewe. Tunatuambia wewe unaweza kutetea nani? And let me tell you, Wamunyoro, by the way, I led the motion to impeach you in the Senate and I have no regrets whatsoever. Na akaongea akasema ya kwamba yeye ndiye anatetea Wakalenjin. Mimi nimekuwa hii siasa 19 years. Na kuna siku hata moja Mheshimiwa Gachagua. Kumbe sasa Gachagua aliwasha moto akaacha ukiwaka. Wabunge wakafikiri kwamba wananchi wa Rift Valley watakuwa upande wao kuwasaidia kumtusi Rigathi Gachagua. Kumbe ni kinaya. Wananchi wamejitokeza na kusema kwamba wakati huu sasa wanajiunga kwenye bandwagon ya Rigathi Gachagua ya one term, kwa sababu hakuna faida yoyote ambayo wameweza kuvuna kutoka kwa hii serikali. Yaani viongozi wa serikali walifikiri kwamba wakilipukia Rigathi Gachagua, wakimtusi yeye ni mkabila, wakimtusi yeye ni mtu ambaye hafai, walifikiri kwamba na wananchi wataingilia kati waanze kumtusi Rigathi Gachagua. For your information, Rigathi Gachagua aliweza kuwafumbua macho wananchi, na wananchi wameendelea kuzungumza. He was just passing by. That was just a wake-up call to our leaders, because we'll deal with that one. Ama mbaya, wacha tuseme ukweli. Rigathi Gachagua aliingia Bomet, watu wakaanza kulalamika. And for your information, you can hear the voices that have been having their own interest. Hawatusaidii. Aaron Cheruiyot, wasikiza hii. Gachagua alikuwa anapita tu. Hajakuja mkutano. Bomet County, we have been suffering. William Ruto anakuja ni kama alikuwa anapita. Alikuwa anasalimia tu wageni. Majirani alikuwa akipita. Hakuna siku Ruto amekuja hata afanye mkutano ya almost 1 hour and a half. And we are asking ourselves, this is the leader we elected. This is the leader we are expecting him to help us. Even as the community, leave alone even. The community of Kalenjin land are really complaining. For whatever was happening in Angata Barigoi, Ruto has never stepped in Angata Barigoi and speak about that. Leave alone even going there, even sending something, even a letter, to write a letter. And I wonder, what's happening? Why is it that munatukanyagia sana Wakalenjin? Acha tu niwaambie ukweli. Kama mbaya, nitawaambia ukweli. Why is it that munatukanyagia sana? Mbona? Leave alone that. Let me speak about the road. Njia ambayo ililonjiwa na Uhuru, wakati wa Uhuru na Ruto. It's now taking almost 6 to 7 years. It has never happened. Hakuna kitu imeifanyika. And I'm asking myself, what is it so important in Northeastern? You launch sijui njia kutoka wapi, it has taken less than 1 year na imeisha. Lakini njia ya Chepalungu, njia ya Kablong, Chepole to Shongiroi haijaifanyika. Tell us what could be the problem. Is it that mbona acha niulize tena, ama ni viongozi ambao wanakuambia tena uko chini nzuri? What is happening? Mbona unatukia? Ni chuki nini? Ama unadanganywa na viongozi? Kwa sababu they have got their own interest. Wakikwambia na majamege senke gongane one time. Kitu ambacho kimefanya wananchi kuzungumza, mpenzi mtazamaji, ni barabara kama hizi. Hii ni barabara ya Nakuru County.
Nakuru County. Angalia hiyo barabara jinsi ambavyo ilivyo, na kuna viongozi ambao wanamtetea bwana Ruto. Leave alone President Ruto. Kuna wabunge ambao wamepewa CDF. Kuna MCAs ambao wamepewa CDF kila mwezi. Hizo pesa zinaenda wapi? Kipindi ambapo barabara kama hii imechimbika namna hiyo. Sasa wabunge kutoka eneo la Rift Valley wakaweza kumwambia Rigathi Gachagua kwamba asikanyage pale. Watu wengine wakawauliza, watu wa Rift Valley wakawauliza, nyinyi mnataka kwenda kupiga kampeni upande wa mlima, lakini hamtaki Gachagua yeye akuje hapa, kwani yeye si Mkenya? Wabunge hao wakaona kwamba wamefikiwa, wakaanza kutusi Matiang'i, wakimuita Kipkere. Wale wakale ambao mko hapa mnaelewa hilo jina Kipkere, Iguri ni Matiang'i Kipkere achagnye, imagine. Sasa kutoka hapo nikashangaa. Wabunge na maseneta, in short leaders, viongozi kutoka Rift Valley walipoona kwamba wananchi wameweza kumtetea Rigathi Gachagua kwamba yeye ni Mkenya, anaweza katembea eneo lile, na wakamwekea vikwazo kwamba asikuje kuchochea wananchi, eti kwamba Rift Valley ipo na watetezi wake. Gachagua unajua amesema aje? Sasa anarudi eneo la Rift Valley kufanya ziara ya siku 5. Unajua Gachagua ako hivyo, na siasa haihitaji muoga. Siasa inahitaji mtu ambaye ni kichwa ngumu. Venye Gachagua unajua wapi? When I grow up, you know, sasa hivi niko na 27 years old. Gachagua sasa hizi ako 50 something, anaelekea 60. When I grow up, kwa sababu sasa hii miaka yangu ambayo niko nayo kidogo, 27, I'm heading 28. Kipindi ambapo nitakaa mkubwa, nikikaa sasa hii ya Rigathi Gachagua, naomba nikuwe jasiri. Naomba nikae jasiri, nisiogope chochote. Gachagua akasema kwamba ameona wabunge kutoka eneo la Rift Valley wakipiga kelele, na alifanya tu mkutano wa kusimama, na akirudi pale atafanya nini? Juzi nimepitia Bomet. Hawa watu ya Kasongo, viongozi ya Kipsigis, wanalia kama panya imeshikwa na mtego. Na mimi nimekuwa hapo tu dakika 10 peke yake. Mimi naambia nyinyi viongozi ya Kipsigis, mumeumiza hao siku mingi. Hawana barabara, hawana maji, hawana stima, hawana chochote. Sisi timu yetu tutatembea kwa Kipsigis siku 5. Tutaenda kila constituency tukiongea na watu ya Kipsigis. Waacha hiyo mnalia. Tumepita dakika 10 mnalia kama panya. Tunakuja siku 5. Alafu tutaambia wa Kipsigis maneno mpaka masikio ikuwe moto. And by the way, mpenzi mtazamaji, wache nikuulize. Ulisikia kijana akiuliza hapo, kwani eneo la Rift Valley wao mbona wapewi nyota? Mbona wajawahi itwa State House? Unajua President Ruto anaona kwamba eneo la Rift Valley ni ngome yake. Kwa hivyo hawawezi wakapiga kura nje na msimamo wake wa kumpigia au msimamo wa kuchagua tena serikali ya UDA, na ndio maana hajawahi ita viongozi ama wananchi kutoka Rift Valley akawapeleka State House, na ndio maana hajawahi ita hawapea sijui ni empowerment, pesa za nyota, mambo kama hayo. Lakini wapenzi watazamaji, ni kipi ambacho umeweza kugundua kutoka hapa? Number 1, ule upuzi wa kupiga kura na kusema kwamba huyu ni mtu wetu, naona unaelekea kuisha. Na watu ambao wataenda kumaliza ni kizazi hichi kipya cha Gen Z. Kizazi hichi kipya cha Gen Z wanasema hivi, Gachagua naye ni Mkenya. Gachagua amefumbua macho wengi, kwa sababu wananchi walikuwa wanaogopa kuzungumza. Wangezungumza sauti yao haingesikika.
na kwanza wanamshukuru bwana Gachagua kwa sababu amezungumza kwa niaba yao. Mambo yamechemka Rift Valley. I'm telling you for the first time. Wananchi wanazungumza kwa sauti moja na Rigathi Gachagua. Unaona juzi tu Gachagua aliweza kulima viongozi wa North Rift. Viongozi wa North Rift wakiongozwa na kina Duale wakafikiri kwamba watalipuka, watamtusi Rigathi Gachagua, alafu wananchi wa Northeastern part of Kenya wakiongozwa na Duale walifikiri wale viongozi watalipukia Gachagua, alafu wananchi wajiunge na wao. Wananchi wakaingia upande wa Gachagua. Walipoona kwamba Gachagua amewalemea, walitulia. Na Gachagua unajua anapenanga mambo kama haya. Sasa hivi ameenda amewaambia, unajua upande wa Rift Valley kwamba William Ruto amelala, hakuna kitu ambacho amekifanya hata barabara. Ulisikia huyu kijana akisema kwamba upande wa Ng'ata Barikoi kuna wale watu ambao waliuawa pale. Na Ruto na Aaron Cheruiyot ndio walikuwa wanaiba shamba pale. Lakini hata pole, ukitaka kujua kwamba bwana Ruto ni mtu ruchafu, hata pole hakutoa. Hakutoa hata pole. Aliwaona kama majambazi na walikuwa wanadai haki yao ya shamba. Sasa nakwambia kwamba upande wa Rift Valley watu wameweza kufumbuka macho, mpenzi mtazamaji. Sasa sijui wazo lako ni lipi, ila nampongeza bwana Gachagua kwa kufungua macho watu wa Rift Valley, na uzuri ni ule wamehamia upande wa one term, kwa sababu wamesema kwamba this time round hakuna kuchagua mtu wetu, watachagua viongozi wakiangalia yale maendeleo ambayo wameweza kufanyiwa. Mimi ni mtangazaji wako bwana Ezra, na kuomba uweze kupiga subscription. Asante sana.